maziwa na asali. Wana wa Israeli wakiwa jangwani wakafanya dhambi kubwa ya manung'uniko, wakaanza kumnung'unikia Mungu kwa vile vyakula walivyokumbuka walikuwa wanakula katika nchi ya Misri. Naona wana wa Israeli wanasema, tunakumbuka zile samaki ambazo tulikuwa tunakula, tumekumbuka zile nyama tulizokuwa tunakula Misri, tukakumbuka matikiti maji waliokuwa wanakula kule Misri, wakakumbuka vitunguu swaumu na vitunguu maji, na vile vile wakataja wakumbuka mboga, maana walikuwa katika nchi yenye vitu ambavyo walikuwa wanavila kila siku. Kwa hiyo wakakumbuka yale maisha walikuwa wanaishi yale ya Misri, wa Misri. Kwa hiyo wakafanya manung'uniko mbele za Bwana. Kwa hiyo wakaleta dhambi kubwa ya manung'uniko mbele za Bwana. Unaona, Musa akamwendea Mungu wa Abrahamu akasema, Mungu, umenipa watu hao, watu wa manung'uniko, watu ambao walikuwa wamenisumbua, umeweka mzigo mkubwa ndani yao. Unaona Musa, ukisoma ile Hesabu, kitabu cha Hesabu 11 na ule mstari wa 12, unaona Musa anasema, ni heri Mungu akaniua kulikoni nikaendelea kukata njama ya mzigo huu. Unaona Mungu anamwambia Moses, chukua wazee 70 uwapeleka katika hema ya mkutano. Wale wazee 70 utawajaza hekima iliyoko ndani yako, utawapatia na wao wawe na hekima ili uweze kubeba mzigo pamoja na wewe. Kwa hiyo unaona wale wazee, akawachukua baadhi ya wazee 70 wenye hekima akawapeleka katika hema ya mkutano. Mungu akashuka akawachukua sehemu ya roho ya Moses akawaweka wale wasaidizi juu ya wale wana wa Israeli. Kwa hiyo wale viongozi wakaanza kutumika pamoja na Moses. Kwa hiyo kikubwa katika maisha, ogopa sana kunung'unika mbele za Bwana. Ni dhambi kubwa, walileta dhambi kubwa ambayo ilisababisha Mungu agairi, akasiriki, akataka kuangamiza jangwani kwa sababu hawakutii ile agano la Mungu, kwa sababu ya walikumbuka kile chakula ambao walikuwa wanakula kule wakiwa Misri. Kwa hiyo wana wa Mungu, katika maisha ya kawaida tuepuke sana kuwa na manung'uniko mbele za Bwana. Tuepuke sana kuwa na maneno na roho mbili kwa Bwana, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Mungu anataka kuabudiwa yeye kama yeye aliye mtakatifu wa Israeli, kwa maana yeye ni Mungu wa agano. Lakini Mungu aliwaidia kwamba atawapeleka katika nchi ya maziwa na asali, nchi ya mkombozi, nchi ifukayo shamba. Maana Mungu akawapelekea wana wa Yakobo katika nchi ya baba zao, ambayo ni nchi ya ahadi, ambayo ni nchi iliyotukuka, nchi ya uonevu, ni nchi ya baraka, nchi ya ushindi. Lakini wao kwa sababu walikuwa na manung'uniko ndani yao, unaona wale walionung'unika wote waliingia jangwani miaka 40 wakapata hasara kwa sababu ya nini? Ya manung'uniko. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunajifunza kwa Mungu siku zote kumwendea Mungu, usiende kwa manung'uniko. Nenda ukaombe na Mungu katika maisha yako, tenda njaa na kushuhudiwa, utamwona Mungu akikujia, kwa sababu yeye Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa ushindi, ni Mungu mwenye wivu na jina lake. Kwa hiyo tunataka tuone Mungu katika maisha yetu. Tuonyeshe sana ushirika wa kumtafuta Mungu katika roho ya kweli. Tuonyeshe sana ushirika wa kumpenda yeye na moyo wake wote. Tumpende kwa roho yako yote. Mpende Mungu kwa roho yako yote, utamwona Mungu akikupigania katika maisha yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana kutafuta maarifa ya kimungu, ujue Mungu huyu, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Abrahamu anataka nini, ufanye nini. Ukijua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, utampenda huyu Mungu, utadumisha ushirika wa kumtafuta yeye katika roho na kweli. Ndipo Mungu atakapojifunua katika maisha yako, ndipo ghala zako zitakapojaa na kushindiliwa, kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye baraka, aliyebariki vizazi na vizazi. Yeye anasema akikubariki wewe atabariki vizazi 3 mpaka 4 vitabarikiwa kwa jina lako, kwa maana yeye ni Mungu wa baraka, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwaminifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunapokwenda kwa Mungu tunaenda kwa roho iliyopondeka. Tutamwona Mungu akitupigania, akitutetea kwa neema yake Kristo, ili tukaifikie ile nchi aliyotuahidia Bwana wa majeshi, nchi ya maziwa na asali, nchi ifukayo shaba, nchi yenye nguvu, nchi ya baraka, nchi yenye utukufu wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo wana wa Mungu,
tudumishe sana ushirika wa kumtafuta Mungu kwa neema ya Kristo Yesu, kwa nguvu ya neema yake, kwa nguvu ya utukufu wake. Hakika tutamwona Mungu akitupigania katika maisha ya kawaida, akatajifunua, kwa maana ni Mungu ajifunuae katika maisha yetu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, barikiwa sana kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Amen.